Kisha kuna aina ya pili ya ma'iyatullah. Baada ya ma'iyatun amma kuna ma'iyatun khassa. Ma'iyatun khassa, upamoja. Allah yu pamoja na hawa, lakini ni wa umaalumu, kuna jambo maalum, inaitwa ma'iyatun khassa. Na ma'iyatun khassa nayo imegawanyika katika vigawanyo viwili. Kuna muqayyadatun bi shakhsin, upamoja wa Allah umedhibitiwa kwa mtu maalumu, ule upamoja wake kwa mtu maalumu. Alafu kuna muqayyadatun bi wasfin, upamoja wa Allah kwa wasifu maalum. Kuna mtu maalumu na kuna wasifu maalumu. Sije nikawachanganya hapa. Kwa mukhtasar, upamoja wa Allah kwa waja wake uko katika aina kuu mbili. Aina ya kwanza ma'iyatun amma, ule upamoja wa ujumla wa kila kitu, wa kila mtu, mwema mbaya, Allah yu pamoja naye, anamuona na anamsikia popote alipo, mwema au mbaya, muislam au kafir. Tumeelewana vizuri? Ya kwanza. Ya pili ma'iyatun khassa, upamoja maalum. Allah yuko pamoja na mja wake fulani, sio wote kwa upamoja huo, na upamoja unalenga jambo. Upamoja huo maalum unalenga jambo. Upo hapo. Na huu pamoja maalum umegawika katika sehemu mbili. Muqayyadatun bi shakhsin, uliodhibitiwa kwa mtu maalumu, na uliodhibitiwa kwa sifa maalum. Watakaokuwa nazo sifa hizo Allah yuko pamoja nao, ndio maana wasifu maalum. Kwa maana watakaokuwa nao huo wasifu, basi Allah yuko pamoja nao, upamoja ambao una lengo kwa wao. Dhahiri hapo. Haya,